Samson akasogea katika ile meza, akaichukua kadi ya benki na kuitazama vizuri, huku akifikiria. Hii ni dhahiri kuwa kiasi gani Michael amenizidi kwa huyu mwanamke. Yaani anamwachia mpaka kadi yake ya benki. Hii inanipa hasira kunifanya nizidi kupambana ili nibaki na mpenzi wangu, kwa sababu ninampenda sana. Ila hata hivyo sitaki kuwa na wasiwasi, kwa sababu kwanza sasa Michael hana chake tena kwa mpenzi wangu Arafa. Ameshanihakikishia kuwa atamwacha ili nibaki mwenyewe. Na huu ndo wakati wangu mzuri wa kupambana kama mwanaume ili kusimama kama mume mbele ya Arafa. Samson akatabasamu na kisha akarudisha ile kadi juu ya meza, akaendelea kujitazama katika kioo. Baada ya dakika kadhaa, Arafa akatoka bafuni huku akisema, "Hey baby, bado umeganda hapo kwenye kioo unajitazama? Sasa utajitazama mpaka saa ngapi? Hebu badili nguo ingie bafuni kuoga tuje kulala. Si unajua kama mimi kesho nataka kwenda kazini asubuhi na nataka niwahi mapema kutoka hapa nyumbani, na pia inabidi nikupitishe nyumbani kwenu ndipo niondoke kwenda kazini." Samson akavua nguo haraka, ndipo akaingia bafuni kuoga, huku Arafa akaokota suruali ya Samson. Akaangalia mifukoni na kukuta kuna noti ya 5,000 tu. Ikabidi achukue pochi yake, akawa anatoa noti za shilingi 10,000, anaziweka kwenye mifuko tofauti tofauti katika suruali ya Samson. Mara ghafla ikasikika honi ya gari nje ya geti la nyumbani kwake. Hivyo ikabidi Arafa afunue pazia, akachungulia dirishani, na ndipo alipoona mwanga wa taa za gari nje ya geti. Hapo ndipo Arafa aliposhtuka na kutamka, Michael! Baada ya kufikiria mara 2 mara 3, akachukua kila kitu cha Samson, akaenda kutupia katika chumba cha wageni. Alafu akarudi chumbani kwake, akaingia bafuni na kuanza kumwambia mpenzi wake katika hali ya kuchanganyikiwa, "Samson, naomba ukamalizie kuoga katika chumba cha wageni kule. Fanya haraka, Michael amekuja." Samson akamjibu kwa mshangao, "Sasa natokaje hivi na mapovu mwili mzima?" Arafa bila kujibu akafunga bomba la maji, akamshika mkono Samson pamoja na taulo, akampeleka katika chumba cha wageni ikiwa mwili mzima na mapovu. Alafu yeye akarudi chumbani kwake, akafuta alama za miguu ya Samson, kisha akawa amesimama kwenye dressing table anazuga kwa kujifanya kujifuta maji vizuri mwilini. Baada ya sekunde chache mlango ulifunguliwa, akaingia Michael huku akisema, "Hello baby." Arafa akajifanya kushangaa huku akiuliza, "Baby, mbona ghafla?" Michael akamjibu, "Njoo nikumbatie kwanza basi." Arafa akaenda kumkumbatia Michael pamoja na kumbusu. Kisha Michael akasema, "Nilikuwa nimepanga leo nilale nyumbani kwangu, lakini ghafla nikajikuta nimekuumisi. Nikaona ni bora je kulala huku, na sidhani kama kuna ulazima wa kukujulisha kwamba nakuja hapa, kwa sababu hapa ni kama nyumbani kwangu." Arafa akatabasamu na kusema kwa sauti legevu, "Mimi mwenyewe nilikumisi baby. Karibu.
Ila humu ndani hamna chakula chochote. Mi mwenyewe nimerudi muda si mrefu na nimetoka kuoga hapa, nataka kulala. Michael akamjibu, usijali, mi nimeshakula, kilichobaki ni kulala tu. Sasa acha na mimi nikaoge ili tuje kulala wote. Arafa akaitikia kwa ishara ya kutikisa kichwa. Alafu Michael akavua nguo na kuingia bafuni kuoga. Hapo ndipo Arafa alipotoka haraka kule chumbani, akaenda katika chumba cha wageni, akamkuta Samson anapapasa ukutani akitafuta mlango wa bafuni, ikiwa ni kutokana kwamba hawezi kufumbua macho kutokana na mapovu yaliyojaa usoni mwake. Hivyo Arafa akasema, Oh, pole baby. Jamani. Alafu akamtoa taulo aliyojifunga mwilini, akamshika mkono kumwingiza bafuni, akamfungulia bomba la maji, yakawa anamwagikia huku akimwambia, Sasa baby, samani, itabidi leo ulale huku. Acha mimi nikalale na Michael kule chumbani, maana amekuja ghafla, hakunijulisha kama atakuja. Kwa hiyo sina budi kulala naye. Nadhani tutaonana kesho asubuhi. Sawa mpenzi wangu, I love you, see you tomorrow. Kisha Arafa akaondoka kurudi chumbani kwake na kumwacha Samson akiwa anajitoa mapovu mwilini. Mara Samson akajikuta maneno ya Arafa akijirudia akilini mwake, itabidi leo ulale huku, acha mimi nikalale na Michael kule chumbani. Baada ya Samson kukumbuka maneno hayo, akajikuta akipandwa na hasira kali iliyomfanya akakunja sura na kubana meno. Akafunga bomba la maji, alafu akatoka bafuni na kuokota taulo, akajifuta maji, kisha akachukua shati lake akavaa, na aliposhika suruali ndipo akakuta kuwa mifukoni imetuna. Ikabidi aingize mikono, akakuta kuna noti za shilingi 10,000 ambazo alizitoa zote na kuzitupa kitandani. Akabaki na 5,000 aliotoka nayo nyumbani kwao. Baada ya hapo, Samson alivaa suruali yake pamoja na viatu, akatoka nje kwenda kumwambia mlinzi afungulie geti, alafu akaanza kutembea kuelekea katika barabara ya kupanda daladala. Samson alipofika nje ya nyumba anayoishi, akamkuta mpangaji mwenzake Keti akiwa na mwanaume, wanapepesuka na kuongea kwa sauti ya juu kutokana na kwamba amelewa. Samson akasimama pembeni, akawa anawaacha Keti na mwanaume wake waingie pale mlangoni, kisha na yeye akawafuata nyuma, ambapo ghafla aliona mlango unataka kufungwa. Ikabidi haraka akimbilie ndani, huku akisema, Hey, usifunge, niko hapa. Samson alipoingia ndani, akakuta kuwa Zuena ndiye alikuwa anataka kufunga mlango. Na Zuena alipomwona Samson, ikabidi aseme, Oh, kumbe ulikuwa umetoka. Sikujua hilo. Nilizani labda leo umelala mapema. Samson akamjibu, nilikuwa nimetoka tangu jioni. Zuena akafunga mlango, huku Samson akaonekana akijipapasa kwenye mifuko yake ya suruali. Mara akatoa noti ya shilingi 10,000 ambapo alishangaa huku akitafakari, hii pesa nimetoa wapi tena? Au itakuwa imebaki kwa bahati mbaya wakati natoa zile pesa alizokuwa ameniwekea Arafa? Bila shaka itakuwa ni hivyo.
ikabidi airudishe ile pesa mfukoni mwake. Alafu akatoa shilingi 3,000 akamnyoshia Zuena huku akimwambia, napunguza deni ya pesa yako ulionilipia jana umeme. Nashukuru sana kwa msaada wako. Zuena akamjibu, Hapana Samson, ile pesa sikukopesha, mimi nilikulipia pale, ila kwa sababu ilikuwa ni mbele ya mama ndio ikabidi niitikie ulivyosema kwamba utanirudishia, lakini wala sihitaji, baki nayo. Samson akasema, Zuena, hapana bwana, usifanye hivyo, chukua ukafanyia mambo mengine, naamini utakuwa na matumizi mengi ya kufanyia hii pesa. Zuena akamjibu, Nimesema nilikulipia umeme Samson, wewe baki nayo tu. Kisha akaondoka kwenda chumbani kwake, na huku Samson ikabidi aingie chumbani kwake, ambako aliyofika alikaa kitandani, akashika kichwa na kusema, ni bora nikae pembeni, siwezi tena. Alafu akajilaza kitandani na kuanza kufikiria, kama kuvumilia nimeshavumilia sana, kama kuumia sasa imetosha, ni bora nibaki mwenyewe ili kutengeneza maisha yangu. Haya mapenzi sio yangu tena na wala hayawezi kuwa yangu. Sina thamani hata kidogo mbele ya Rafa, kwa sina kitu chochote mimi. Naumia. Samson aliendelea kufikiria katika hali ya unyonge sana, huku akionekana machozi yakimlenga machoni. Hakimu